Shambulio dhidi ya Father Charles Kitima limeibua ukosoaji na hofu kwa wengi, lakini litaiziba mdomo Kanisa Katoliki Tanzania? Utamaduni wa Kanisa Katoliki kuzungumzia masuala nyeti ya kiraia, kisiasa, kijamii na hata kiuchumi haujaanza leo na haufanyiki Tanzania pekee. Mwezi Machi mwaka 2015, maaskofu wa Kanisa Katoliki waliungana na maaskofu kutoka makanisa mengine ya Kikristo kuwataka wananchi waikatae rasimu ya katiba. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maaskofu walipinga vikali mchakato uliomweka madarakani Rais Felix Tshisekedi Februari 2018 wakati wa utawala wa Rais John Magufuli aliyekuwa muumini wa Katoliki wa dhati. Maaskofu wa Katoliki walikemea ukandamizwaji wa haki mbalimbali za binadamu. Nchini Kenya, mwaka jana mwezi Novemba, Kanisa Katoliki lilikataa mchango wa fedha wa kiasi cha dola 40,000 kutoka kwa Rais William Ruto, wakitaka kanisa libaki kuwa huru, huku wakiamuru serikali ya Ruto isikilize wananchi na kutekeleza matakwa yao. Marehemu Papa Francis mwenyewe amezungumzia mateso ya Palestina huko Gaza, ametembelea Sudani Kusini na DRC kuwataka viongozi wa nchi hizo wasitishe mapigano na kutafuta amani. Je, jitihada zote hizi ni kuingilia masuala ya kisiasa? Father Kitima amejibu hoja hiyo. Tutakaposema chagua chama hiki acha chama hiki, hapo ndio tutakuwa tumeingia kwenye siasa. Lakini tunaposema acha kuiba kura za mwenzako, acha kuvuruga kura ya raia aliyempigia huyu, ihesabu pale pale, na usipoihesabu pale, huo ni uovu, ni ushetani, ni dhambi na lazima iachwe. Si rahisi kwa Kanisa Katoliki kutishwa au kunyamazishwa kwa shambulio la Padre Kitima.